yetu hii bahati nzuri ina maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ni eneo la sheria, utoaji wa haki. Eneo la pili ni eneo la utumishi, na eneo la tatu ni eneo la utawala bora. Sasa mimi nitaanza kwa kueleza moja moja katika hilo, na baadaye tutaendelea na nyingine hadi tumaliza sehemu zote tatu. Katika swala zima la utoaji wa haki, na nimshukuru sana Dr. Hussein katika kazi kubwa aliyofanya kuimarisha eneo hili la utoaji wa haki. Sote ni mashuhuda katika wilaya zetu zote au mikoa kuna majengo mapya kabisa ya kisasa ya mahakama katika kila wilaya na mkoa wetu, pamoja na zile mahakama kuu ambazo zimejengwa hapa Zanzibar. Upande wa Tunguu, jengo la mwanzo kabisa lilianza wakati wa Dr. Sheni na limeendelezwa wakati wa Dr. Hussein, na Pemba tayari lishakamilika sasa hivi upande mahakama kuu sehemu ya Zanzibar ambayo iko kule Pemba, ambapo tumepata msaada mkubwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tumejenga mahakama nyingi? Maana kuna uhalifu wa hali ya juu, kuna matatizo mengi sana ambayo inabidi mahakama tuongeze. Wala si sababu hiyo. Sababu kubwa ya kimsingi kwamba wananchi wetu wamekuwa wakipata shida. Kama wanakuwa na kesi zao kwa bahati mbaya katika maeneo yao mbalimbali, inabidi wafukuzie au zitafute mahakama za Vuga wakati ule na za Mwera pengine kwa upande wa mkoa wa Kusini, au katika zile mahakama za mikoa wakati ule, lakini masafa ni marefu. Wananchi wetu wengi sana, sisi ni asili yetu ni vijijini, kwa hivyo shida zaidi ziko katika jamii huko chini. Inabidi sasa wananchi wale wazifuatilie huduma zile na lazima wazipate. Sasa kwa kuona hili, serikali ya Zanzibar awamu ya 8 ikasema hapana, kwanza tuweke miundombinu iliyokuwa mizuri na ya kisasa. Mahakama zetu za zamani zilikuwa hazina tofauti ya mabanda ya kuku, maana ndani humo mafaili, humo kuna mafanicha yameharibika ndani, kwa kweli uchafu hamridhishi, mapaa yale yalikuwa mabovu kabisa, yaning'inia mengine maeneo mengine, yani hata kuingia mle ndani basi ni kesi yenyewe, mbali hata hujahukumiwa. Ile kuingia kwenye mahakama kama ile tu itakuwa unaonekana kama una kesi, na kweli kesi utakuwa nayo, lakini sasa ukiingia mle ndani mambo yanazidi, yani unaogopa kabla hata hujashtakiwa. Kwa hivyo alhamdulillah, hili nashukuru sana serikali ya awamu ya 8 imelisimamia kwa nguvu zake, na hapa tumpongeze sana Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Hakika amefanya kazi kubwa sana. Hatuwezi kuzungumza siku 100 kama hatujazungumzia miaka 5 iliyopita kwanza. Na miaka 5 iliyopita ndo kazi imeanza, na katika siku 100 hizi tayari shughuli zimeanza vile vile zinaendelea. Kwa hivyo tumejenga majengo yale katika wilaya, na sasa hivi katika siku 100 hizi tayari matayarisho ya kujenga majengo mengine katika wilaya nyingine zinaendelea. Sambamba na hilo, tumeongeza majaji. Miaka 5 iliyopita pale tulikuwa majaji 8, sasa hivi tumefikia majaji 13 mpaka 18. Maana yake nini? Huduma sasa hivi za utoaji wa haki zitatolewa kwa haraka zaidi, kwa sababu tayari wanaosimamia utoaji wa haki wako wengi, na na imani kwamba wananchi wataridhika sana huduma hii. Mahakimu vile vile wanaongezeka kila siku, wanateuliwa. Mimi na imani kubwa kwamba inshallah, tusiombe Mungu kuendelea matatizo wananchi wetu kuwa na matatizo mbalimbali, lakini tufike mahali Zanzibar matatizo haya ya jinai au ya kudai haki mbalimbali basi tuondokane nayo kabisa, iwe hatuna kabisa, na Mwenyezi Mungu atusaidie. Lakini dunia haikuumbwa hivyo, lazima imeumbwa itakuwa na watu wakorofi wakati mwingine, wengine walikuwa wazuri, wengine wema. Kwa hivyo masuala yataendelea, lakini ndio maana yake na sisi tunajiimarisha pande wetu. Lakini pia utaratibu mzima wa utoaji wa haki sasa hivi, mbali zamani unaitwa kwenye vizimba, unaitwa wapi, sasa hivi tunakwenda kidijitali, tunatumia kwa mifumo sasa hivi. Kwa hivyo unaweza kwa kesi yako iko Mwera inahukumiwa huko mjini, basi unapata huko ulipo unapata jibu lako katika hukumu yako inayotolewa. Ni jambo ambalo tunasema kweli la kupiga mfano. Nimetumia gharama nyingi, pesa nyingi sana zinatumika, na tunashukuru sana tumepata msaada mbali ya serikali yenyewe. Benki ya Dunia imetusaidia sana katika swala hili la mahakama. Kama hilo halitoshi, serikali imeanzisha utaratibu wa msaada wa sheria kupitia sehemu hiyo. Tuna idara nzima pale ya katiba na msaada wa sheria katika ofisi yetu ya Rais, na jambo hili lilikuwa mwokozi sana, mkombozi kwa wananchi wetu wanyonge. Zamani mwananchi anaweza kuwa na malalamiko yake, kanyang'anywa ardhi au kadhalilishwa mtoto wake au yeye mwenyewe, au imetumika matumizi mabaya madaraka kwa baadhi ya viongozi, hana pa kwenda.
kanyang'anywa haki zake, pengine hata vino mgongo chake pengine, au pengine haki zake nyingine, alikuwa hana pa kwenda, maskini anakaa kule, anakaa mpaka anakufa apate haki hiyo. Serikali kaona hapana, hii si sawa. Kwa hivyo imeanzisha idara hizi za msaada wa sheria. Nashukuru sana viongozi wetu wakuu wote wawili. Mama Samia anaanzisha programu yake inaitwa Mama Samia Legal Aid, lakini na Dr. Hussein amesimamia vizuri swala hili la msaada wa sheria. Hii hakika ni moja katika sehemu ambayo ina kazi kubwa. Nashukuru hii ya utumishi, bahati nzuri imesimama muda mrefu zaidi kuliko hata ile sheria, kwa sababu tokea mwaka 2013 nimekuwa nimesimamia utumishi. Pale ilipokuwa ofisi ya rais inaitwa utumishi, kwanza ilikuwa wizara ya kazi na utumishi. Mimi niliteuliwa kwa waziri wa kwanza wa uwezeshaji wananchi kiuchumi na ushirika mwaka 2010. Sasa baadaye, baada ya miaka miwili, Dr. Sheni akafanya mabadiliko madogo baraza la mawaziri. Kwa hivyo uwezeshaji na mambo mengine yanayohusiana hayo akaweka pande mwingine, kazi na utumishi yakaweka pamoja. Kwa hiyo sasa ikanasimamia masuala ya private sector na public sector, yote pamoja. Kazi haikuwa ndogo, kwa sababu vyama hivyo vifanya kazi nao vina jukumu maalum la kuvisimamia. Kwa hivyo nikaanza kuchukua utumishi tokea 2013 hadi leo, miaka nadhani 13 sasa hivi. Kwa hivyo utumishi bado upo mikononi, na nadhani mambo yenu watumishi hata yanakwenda vizuri, na mimi nafurahi, na inshallah siku zijazo mambo yatakuwa mazuri zaidi inshallah. Lakini kubwa zaidi ni nini? Ni kuweka nidhamu ya utumishi katika serikali yetu. Tunapata matatizo mengi katika usimamizi swala la utumishi. Sheria zipo, sheria ya utumishi ipo, lakini wasimamizi wa sheria ile wanaona tabu kuitumia. Kuna kazi chungu nzima za kilimo zipo, wameambiwa kujiajiri moja ndani ya kilimo, lakini wengapi wamejiingiza katika ujasiriamali wa kilimo hasa. Mwingi atakwambia mimi nataka, pengine hadi atakwambia nataka nifanye biashara au nifuge kuku pengine kidogo hivi, mambo kama hayo. Lakini zile kazi zile za nguburu zile, kwambia hapana, hizo hatuziwezi. Unajua, wakati mtu anapochagua kazi, wenzetu hawachagui kazi, kila unachompa anafanya kazi. Kwa hivyo ninachoshauri mimi, tubadilishe tabia yetu, tupende kazi zetu. Yote tunapewa kazi ambayo unapata kipato halali, ni kazi ambayo iliyotukuka kabisa. Lakini nidhamu ya utumishi kazini tumesema kwani imeondoka. Wakati mwingine ni kutokana na mazoea yetu, wa udogo wetu. Wakati mwingine serikali iko na hivyo, imeanzisha program ya kupima sasa utumishi kwa njia mbalimbali. Watumishi watapimwa, hata mawaziri tutapimwa, makatibu wakuu watapimwa, na kuna mikataba maalum. Waziri atatia mkataba na rais, watendaji watatia mikataba na mawaziri wao, na walikuwa chini zaidi watatia mikataba na wakurugenzi wao. Yani kila alikuwa chini ana ofisa yake juu ndiye atatia saini mkataba. Na tayari serikali ishapitisha jambo hilo, nadhani hivi karibuni itaanza kufanya kazi. Sasa tuipeleka serikalini kwa ajili ya kupata final decision, kwa lengo la kuwapima watumishi ili tuweze, anastahili kupata nyongeza apate nyongeza, anastahili kupata promotion apate promotion, anastahili kuongezwa daraja kubwa zaidi, tuendelee kumuongeza daraja. Kwa sababu unapotoa nyongeza za mishahara kwa watumishi wote, sasa inapotokea balaa katika nchi, au sio? Ukitokea zama, mafuriko, watu wazuri na wema wote wanateketea. Na wakati unapotoa nyongeza mshahara, hata wale wafanyakazi wavuvi wavivu nao wananeemeka. Kwa sababu gani? Wimbi limewachukua. Kwa hivyo sasa hivi utapima kwa mujibu wa utendaji kazi wako, sio tu kwamba ni automatic sasa hivi kwamba upate nyongeza kwa sababu ikifika mwaka upewe nyongeza hapa. Utapewa nyongeza kwa mujibu wa utendaji wa kazi yako. Kwa hivyo natoa wito watumishi, tubadikeni, tufanye kazi kwa bidii zote ili tufike mahali inshallah Mungu atujalie tuweze kufanya kazi vizuri zaidi. Habari la msingi ni nini? Kwamba nachoshukuru sana sasa hivi kwamba jitihada kubwa katika utumishi tumefanya na tunaendelea. Maslahi mara kadhaa Mheshimiwa Rais ameweza kuyafanya bora zaidi. Mishahara kwa miaka 5 ya mwanzo amefanya mabadiliko mara 2, na tunaendelea na hali ya uchumi kile kiimarika. Na juzi alisema inshallah ataposhinda katika uchaguzi, na ameshinda kwa kishindo, tunampongeza sana, sote tumeshuhudia. Atajitahidi katika awamu yake hii ya sehemu ya pili ya uongozi wake kuangalia maslahi ya watumishi. Kwa hivyo haya mambo yako katika pipeline sasa hivi, wakati wote mtakuja kusikia tu mambo mazuri inshallah. Kwa hivyo watumishi wakae mkao wa kufanya kazi, sio tu kungoja kupata mambo mazuri, lakini na kupokea mambo mazuri. Eneo la tatu ambalo nataka nizungumzie swala zima la utawala bora.
Swala la utawala bora lina maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, sehemu ya maadili ya viongozi wa umma. Maadili ya viongozi wa umma, sasa hivi kuna sheria ile ambayo ya maadili ya viongozi wa umma ambayo tulipitisha mwaka 2015. Tuna tume yetu ya maadili ya viongozi wa umma. Tume hii imesimamia viongozi wote waliotajwa kwenye sheria ile, wakiwemo mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na watendaji wote. Nadhani hata mkurugenzi wa maelezo naye anajaza fomu ya maadili. Sasa nini maana fomu zile kujazwa? Unajua kumekuwa na tabia baadhi ya viongozi kateuliwa leo 2026, ikifika 27 Disemba ana nyumba 3, ana magari makubwa ya kifahari 4. Alhamdulillah, nyumbani kwake anaingia kwa remote control, anakaa huko, anafungua tu mlango unafunguka. Ndugu yangu, umeanza kazi juzi, pesa umezipata wapi? Mambo haya yote umeyapata wapi? Kwa hivyo, kwa kujenga nidhamu kwa viongozi wetu, kwa uangalifu, hatutaki senti moja ya mwananchi ipotee bila sababu yote. Leo kiongozi umeshapewa madaraka, tumia madaraka yako vizuri, na kila ukiwa mwaminifu, ukiwa mzalendo katika nchi yako, basi utadumu katika nafasi yako. Ukiwa mjanja, kuna siku utabambwa tu. Sasa tume hii ya maadili ya viongozi wa umma inaangalia viongozi, mwenendo wao, tabia zao, hulka zao. Kesi nyingi ambazo tunazipata katika tume ya maadili ya viongozi ni matumizi mabaya ya madaraka. Kuna baadhi ya viongozi wana tatizo tu kuwaonea watumishi walikuwa chini yao kwa chuki zao tu, kwa maslahi binafsi. Hampendi kwa sababu anazojua mwenyewe, anamkandamiza, anafanya kila mbinu, hata kumpa uhamisho pale alipo akampeka kwingine kwa lengo la kumkomoa. Maskini ya Mungu hana kosa, lakini sasa anaadhibiwa kwa sababu ya matumizi mabaya ya viongozi wetu hawa. Sasa kinachofanyika nini? Atokee mmoja katika wale watumishi, ende akaripoti tume ya maadili ya viongozi. Anaripoti, mimi sikutendewa haki. Tume ya maadili tamwita viongozi yule, bwana, wewe kuna kushtakiwa au umetuhumiwa, kuna 1 2 3, hebu toa maelezo. Atapewa nafasi. Ikibainika kwamba ni sahihi, atachukuliwa hatua. Hatua gani inachukuliwa? Kwa mfano, wewe mkurugenzi umeteuliwa na nani? Na rais. Kwa hivyo mteuzi wako ambaye ni rais anapewa taarifa, mteule wako huyo alomteua kafanya 1 2 3, tena yeye atatoa mambo. Na zipo hatua zimechukuliwa. Bahati nzuri au mbaya, hatuzitoe hadharani kwa sababu mambo ni ya siri sana, very confidential. Na hata pale watumishi wale wanakula viapo wale watumia maadili, kwa sababu pale wanaona kila kitu cha kila kiongozi, mishahara, mapato yao, mali zao, nyumba zao, zote ziko pale kwenye fomu ile wanajaza. Upande mwingine tuna taasisi ya Zaika, mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi. Alhamdulillah, Zaika wanafanya kazi vizuri sana. Rushwa ipo, sio kama haipo. Na rushwa inapatikana kama maeneo gani? Tunapokuwa na miradi mikubwa kama hii ya mikakati, miradi mikubwa, tunakuwa na maafisa wetu, sio maafisa ununuzi wale na wengine wale wanasimama kule, wana collude au wanakubaliana na wanachukua tenda zile. Kitu cha bilioni 1, milioni 2 kinapigwa milioni 7, milioni 8 wa watu wanufaike wenyewe.